Na mtazamaji bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana inahusiana na video vixen ambaye ametumika katika project za Diamond Platnumz. Kama unavyoelewa kwamba Diamond ameachia project mbili hivi karibuni, Msumari na Nani, ambazo zote kiukweli zimepokelewa vizuri na zinafanya vizuri sana kwa sasa hivi huko katika mitandao ya kijamii na pia vile vile katika platforms mbalimbali. Bwana, project hizi bwana kiukweli zinaonyesha wazi kabisa jinsi gani ambavyo Diamond ameweza kufanikiwa kwa upande mmoja au mwingine kupitia kazi yake ya muziki, na kikubwa zaidi ni kwamba ametumia ngoma za Bongo Flavor kuonyesha kwamba bado yeye dominance yake iko pale pale, sio kwamba labda eti ni mbaya kwa kutengeneza ngoma za mapiano au za kuchezeka tu. Ameonyesha wazi kwamba hata Bongo Flavor bado ana uwezo wa kufanya kazi nzuri na zikasumbua. Lakini kikubwa zaidi ambacho kimemeki headline hivi karibuni ni kwamba kumekuwa na chemistry ambayo imekuwa ikionekana kati yake yeye Diamond Platnumz na ma video vixen ambao anawatumia katika kazi zake hizi ambazo amezitoa hivi karibuni. Na watu wengi sana wamekuwa curious kutaka kufahamu kiundani zaidi kwamba hawa ma video vixen ambao Diamond amewatumia katika kazi zake amewatoa wapi. Tukianza na video kama vile Nani ambayo imetoka hivi karibuni, ni kwamba video vixen ambaye yupo mule ndani bwana, wadau wamefuatilia, wamepekenyua mpaka wamejua kwamba ni nani anajihusisha na nini na vitu vingine kadhaa kumhusu yeye mwenyewe personally. Kwa habari ambazo tumezipata hivi karibuni tumeambiwa kwamba video vixen wa wimbo huo wa Nani wa Diamond Platnumz yeye ni muuguzi na pia vile vile ni mkunga. Kwa hiyo yule dada ambaye unamuona katika video ya Diamond Platnumz ambayo inakwenda kwa jina la Nani, yule bwana ni muuguzi na pia vile vile ni mkunga. Kuna page hapa wamekuja wameripoti wakiwa wameandika kwamba bwana, huenda ukawa umemuona mdada mrembo sana kwenye video mpya kabisa ya Diamond Platnumz ambayo inakwenda kwa jina la Nani, lakini mpaka sasa hivi hujajua mrembo huyo anafanya kazi gani, anajihusisha na nini, au yeye ni nani kwenye jamii. Kama ilivyokuwa kawaida kwamba mwanamke akitokea kwenye video ya Diamond Platnumz lazima awe star, yani awe maarufu, watu waanze kumfuatilia na kutaka kujua kiundani kumhusu yeye. Basi moja kwa moja ni kwamba inaweza pia vile vile hiyo, huenda huyu pia akaja kuwa star, maana akawa star mpya hapa Bongo, maana kwa sababu tayari Diamond Platnumz ameshamfungulia dunia. Mrembo huyu bwana anafahamika kwa jina la Faida Kasim Kivuyo, ambaye yeye bwana ana umri wa miaka 23, ni Miss Intercontinental Tanzania kwa mwaka 2025. Kama ulikuwa hujui bwana, ni kwamba bidada ambaye ametumika katika kama video vixen katika wimbo huo wa Nani wa Diamond Platnumz alishawahi kuwa Miss Continental kwa mwaka huu 2025 bwana, na ana umri wa miaka 23. Jina lake anaitwa Faida Kasim Kivuyo. Tumepita katika page yake ya Instagram bwana, tumekutana na habari hapa kumhusu yeye akiwa na followers wake bado sio wengi, ana followers 8,000, lakini hapa ameandika jina lake Faida Kasim, alafu ameandika pale ni Miss Intercontinental Tanzania 2025. Lakini pia vile vile ni modo na akalinki hapo akaunti yake ya TikTok. Kwa hiyo kwa kifupi bwana, sasa hivi bidada huyu bwana, ukipita kwenye page yake utakutana na comment nyingi. Bwana ameanza kuwa maarufu tena kwa speed sana. Lakini pia unaambiwa kwamba huyu bwana ni Miss Grand mkoa wa Simiyu, pia vile vile alishawahi kushiriki Miss Grand Tanzania 2025. Mbali na mambo hayo ya urembo, Faida ana taaluma ya uuguzi na ukunga, yani nursing and midwifery, kutoka katika chuo cha Habati Kairuki jijini Dar es Salaam. Lakini pia vile vile ukitaka kujua kiundani zaidi ni kwamba binti huyu bwana amemaliza kidato cha 4 mnamo mwaka 2019 Canaland School huko mkoani Arusha, jijini Arusha huko nchini hapa Tanzania.
Lakini pia vile vile bwana, habari nyingine ambayo tumepewa bwana ni kwamba Faida yeye jinsi alivyo bwana, hataki kabisa mambo ya umaarufu, yani afagilii sana, yani hana shobo sana na umaarufu, yuko very low key, anaishi maisha yake hivyo, japokuwa ameonekana katika video ya Diamond Platnumz hivi karibuni. Lakini unaambiwa hapa kuna page imekuja kuripoti, huyu ni Optiger ameandika kwamba bwana, mpaka sasa hivi mrembo Faida na Mswaki ndio wanawake pekee waliotokea kwenye video za Diamond Platnumz na hawana shobo kabisa za kutaka kuwa maarufu. Yani hapa ukimzungumzia huyu mwingine ni yule bidada ambaye alionekana katika video nyingine ya Diamond Platnumz ambayo inakwenda kwa jina la Msumari, na yeye naye pia ameonekana kabisa kwamba hana mpango wa kufanya interview wala nini wala drama za mitandaoni, yeye hana hizo habari. The same pia kwa huyu bidada ambaye ametumika katika video hii ya Nani na Diamond Platnumz kama video vixen, na yeye pia hana kabisa hiyo mipango ya kung'ang'aniza kuwa maarufu kama the way ambavyo ma video vixen wengine ambao wameshawahi kupataga fursa ya kufanya kazi na Diamond Platnumz huko zamani. Maana kwa kawaida bwana, tulikuwa tukijionea kwamba wadada wengi sana wakipataga nafasi tu ya kufanya kazi na Diamond Platnumz, moja kwa moja lazima wataanza kuforce wawe maarufu. Lakini hawa bwana, katika hizi video hii ya Nani, aliyetumika katika video ya Nani na Msumari, actually Msumari ndio yule aliyetumika katika video ile ya Yatapita. Kwa hiyo Yatapita na Msumari ni video vixen mmoja, pamoja na huyu wa Nani, wote hawana mpango kabisa wa kushobokea kuwa maarufu. Hilo bwana limethibitishwa baada ya kuonekana kwamba warembo hawa hawana mpango wa kufanya interview wala kuposti chochote kumhusu Diamond Platnumz kwenye kurasa zao za mitandao ya kijamii. Wao wamefanya kazi, wamevuta mkwanja wao, then wametulia kimya. Hebu fikiria kwa ukubwa wa video ya Nani, lakini mpaka leo hii Faida Kasim hajaonyesha shobo, wala yule mwingine anayefahamika kwa jina la Miss Waki na yeye pia hajawahi kuposti video ya Yatapita wala video mpya ambayo amefanya hivi karibuni na Diamond ambayo inakwenda kwa jina la Msumari. Kwa upande wako wewe unadhani kwa nini pesi hizi zimekaza sana na zimefocus na mambo yao? So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.